Bwana, Simba ya asali na maziwa imerejea, ni kauli ya semaji la CAF Ahmed Ally, na amewaita wanasimba warejee zizini kwa ajili ya kuweza kujumuika pamoja kuendelea kuitazama Simba yao, na hii yote ni mara baada ya sajili kadhaa ambazo zimeonekana kwenye michezo ambayo wameicheza hivi sasa na kuonyesha matumaini kama Simba tayari inarejea. Wanamchezo dhidi ya Esperance Sportive de Tunis ambao unakuja kuchezwa hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, na hawajapata alama hata moja Simba mpaka tunavyozungumza hivi sasa, na wanaelekea katika mchezo wa 4 wa mashindano haya. Swali kubwa ni kwamba Simba watapata nafasi ya kufuzu kwenda hatua ya robo fainali kupitia michezo hii mitatu iliyobaki. Hicho ni kiulizo ambacho nakuachia wewe mtazamaji, lakini kumbuka loading to subscribers 1000 kwa ajili ya tukio kubwa kabisa la kimichezo hapa Eze Sports TV, na hivi sasa naungana na Champion Boy Elisha Singambi ili tuweze kuona namna gani ambavyo Simba wafanye ili waweze kupata matokeo mazuri ambayo yatawapa matumaini ya kuelekea robo fainali. Simba ya asali na maziwa, tuanzie hapo. Ni kweli imerejea ama ni kama mgonjwa amepata nafuu kidogo? Sasa wauguzaji wanaanza kusema sasa, jamani, tunaweza tukaenda mashambani. Nafikiri kama mgonjwa alikuwa hali ameanza kula. Kama mgonjwa alikuwa hali ameanza kula, maana yangu ni kwamba ni anaumwa. Bado mgonjwa anaumwa. Maana yake ni kwamba Simba ilikuwa haifungi. Ila sasa hivi inafunga. Kwa hiyo kama alikuwa hali sasa hivi anakula hata matonge mawili matatu. Maana mechi iliyopita wamekula matonge mawili. Na wao mambo wamekula matonge mawili na hawajarudisha change. Kwa hiyo huko kidogo nafuu, ndio kwa mambo sawa. Sasa wanaenda kucheza mechi dhidi ya Esperance de Tunis ambayo ni miongoni mwa mechi ngumu sana, na ni miongoni mwa mechi muhimu sana kwa Simba, na ni miongoni mwa mechi ambazo huenda zikaleta historia tofauti na tulivyokuwa tumewazoea Simba. Mpaka hivi sasa hawana alama hata moja kwenye mashindano, na bad luck hawajafunga hata goli hata moja kwenye mashindano. Of course wafunga goli moja kwenye mashindano haya ya kimataifa. Unadhani waendaje ili waweze sasa kupata matokeo mazuri kwenye mchezo huu ambao wanacheza, tofauti na ule mchezo waliocheza weekend iliyopita? Nadhani mwalimu tayari ameshapata kikosi cha kwenda nacho kwenye mechi ya marudiano na Esperance Sportive de Tunis. Ameangalia jinsi gani ambapo wanaweza wakacheza kwa ubora mkubwa zaidi kulingana na aina ya players ambao wamesajiliwa. Wasiwasi wangu ni kwamba sijajua CAF wametoa nafasi ngapi za kuwaongeza wachezaji kwenye dirisha hili la dogo la usajili, wale wapi ambao wameongezeka. Of course kama hawajatumika wanaruhusiwa. Kuna ile limit ya wachezaji. Lese kama ni 4 tayari Simba wachezaji 4 washaingizwa kwenye mfumo. Kwa hiyo kama ni 4 maana yake ni kwamba wameishia hapo. Wale ambao wameongezeka hivi sasa hawana nafasi. Kwa hiyo kama itaongezeka, Chimisi ni muhimu zaidi kumuongeza Asnet Oura ambaye ameonekana kuwa na kitu kipya kwa upande wa kikosi cha Simba, lakini sio huhitaji ubora mwingine zaidi wa kuendelea kumzungumzia Liba Segwe kwa sababu ameruhusu miguu yake ifanye kazi kuliko watu wanavyozungumza. Huhitaji pia hivi sasa kuendelea kumzungumzia Nixon Kibabage, ameruhusu kucheza zaidi ndani ya pichi kuliko watu wengi ambao walikuwa wanazungumza. Yale maneno ambayo alizungumza kwamba wale ambao hawaniamini nitawaaminisha, basi kwenye mechi 2-3 zilizopita ameweza kuwaaminisha, kwa sababu kwenye mechi ya ligi na Mashujaa amekuwa top player kwa kutengeneza nafasi nyingi zaidi. Clatous Chota Chama kuna siku pia nilimzungumzia hapa Eze Sport TV kwamba huyu ni miongoni mwa watu ambao wanakupa ubora mkubwa sana. Yuko slow na Simba wanacheza mpira slow. Angalia namna ambavyo anacheza penetration pass kwenda kwa kina Kibabage, kwenda kwa kina Anset, kwenda kwa kina Libas, kwenda kwa Morsa Abraham. Kwa hiyo taratibu, kauli ambayo anaizungumza Ahmed Ally, Simba asali imeweza kufanya nini? Imeweza kurejea, lakini sio kwa ubora ule ambao wanahitaji kuweza kufanya nini? Kuweza kuongezeka. Imerejea baada ya kuona hawa wachezaji. Unadhani kwamba Simba itawarahisishia kupata matokeo kwenye mchezo wao ambao wanakuja kucheza na Esperance Sportive de Tunis? Hii itawarahisishia kulingana na performance ya wachezaji ambao wanaonekana, kwa sababu kwanza tatizo limetibiwa. Tatizo lilikuwa kutokufunga. Ilikuwa ni changamoto kubwa. Ameonekana Libas anafunga, na huyu binafsi ana vitu ambavyo alikuwa navyo Luis Jose Mixon kwenye 1v1 ulikuwa uchukue mpira. Kwa muda mchache ambao nimemtazama Libas akiwa na mali mguuni, maana yake ukienda beki mmoja huwezi kuchukua mpira. Kwa hiyo hii ni advantage ambayo anakupa ya kwanza. Kitu cha pili ni uthubutu wa kupiga akiwa nje ya 18. Tumeonekana anatengeneza attempt nyingi zaidi akiwa nje ya 18. Maana yake ni kwamba ni mtu ambaye pia hata kwenye mechi ya Esperance
aliweza kucheza hivyo kwenye ubora mkubwa, lakini pia imeonekana Morris namna ambavyo ana drive team. Kwa hiyo haya ni maeneo ambayo Simba walikuwa wanateseka, wanatengenezaje nafasi, na lengo lao kilichokuwa kinawasumbua walikuwa wanataka waingie hadi ndani ya penalty area ndio wafunge, na kitu ambacho ni kigumu sana kwa unapocheza na timu kama Esperance Sportive. Hawezi kuruhusu wewe kizembe eti ufike ndani ya 6, si ndani ya 18 ndio ufunge. Kwa hiyo unahitaji kuwa na watu ambao kwanza wana uwezo wa kupunguza kwenye 1v1 ili juu back space za wazi uweze kupasia mtu. Kitu cha pili ni ule usubutu wa kupiga nje ya 18. Chama ana uwezo wa kupiga, Kibu ana uwezo wa kupiga, Asnet anaonekana pia ana uwezo wa kupiga na Libas. Kwa hiyo hata tusipoingia ndani ya kisanduku, tukiwa nje tunaweza tukapiga, tukapata nafasi, tukafanya nini? Tukafunga. Lakini kitu cha pili ni kuzingatia kwenye eneo la defensive. Hapa ndo pamekuwa na changamoto kubwa zaidi kwa upande wa Simba. Na ni ugonjwa ambao pia bado unaeleka, ndio maana kwa sema mgonjwa amepona ila sio kwa 100%. Amepata nafuu. Kwa hiyo wanapaswa kuzingatia hapo, kwa sababu wanakiwa na mpira wanaenda wengi juu na maeneo ya nyuma wanaacha nafasi kubwa ama wanaacha gap kubwa. Pindi ambapo unakutana timu ambayo inafanya transitions za haraka inakuwa ni changamoto. Wala Esperance wana bwana mdogo anaitwa Jack Diarra ambaye amewafunga mechi iliyopita. Angalia kasi yake na spidi, na uzuri wake akipata mpira hachezi pasi za nyuma. Yeye ni mbio mtu kwenda wapi? Kwenda mbele. Lakini pia wana mtu anaitwa Yan Sase. Akili ya mpira iko pale. Akiwa na mpira mguuni anaangalia hapa ni drive mwenyewe niende niachie pasi kulia ama kushoto. Lakini pia wana kiungo mwingine Mali pale anacheza naye pia kwa ubora mkubwa. Kwa hiyo Simba wanapaswa kwanza kuzingatia kwenye eneo la katikati. Nafikiri ni wakati sahihi wa kuondoka na Ture acheze kama namba 6 afu center back zile mbili aziache, kwa sababu umeona Ture ana utulivu mkubwa, anajua muda wa kupandisha na kutuliza pressure. Kwa hiyo kama anafanikiwa kufanya hivyo, maana yake ni kwamba hii inaweza ikawasaidia Simba kwenda kufanya nini? Kwenda kupata matokeo. Ondoka na Suleiman Mwalimu first half, kabla second half ndio uje ujaribu kwa kina Jonathan Soa pamoja na kina Kibu. Hii inaweza ikawasaidia, kwa sababu nimeona kuna link up nzuri sana kati ya Morris, Chama, Asnet pamoja na Libas Zeni akiwepo pia na Suleiman Mwalimu. Imeonekana ni kombi ambayo inaweza ikatengeneza nafasi na ikafanya nini? na ikafunga. Akizingatia hilo, nafikiri Simba wanaweza wakacheza kwenye ubora mkubwa na wakapata matokeo. Lakini angalizo, Simba siweke focus kwa kutafuta eti wanaitaka robo finali. Kama kufeli tayari washafeli mapema sana. This time around naona wacheze tu wakakamilishe ratiba. Wakakamilishe ratiba. Wakipata nafasi haya. Wakipata nafasi tutumie twende. Lakini kwamba umeweka probability kwamba mimi nimefocus na itafuta robo finali, mechi 3 una point hata moja. Hapana, tunakuwa tunadanganyana. This time around watumie michuano ya CAF kama maandalizi ya kuja kufanya vizuri kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Vice versa iwe kweli, kwa sababu msimu mingi wao wanaifanya ligi ni kama maandalizi ya kwenda CAF, wanafanya vizuri, wanafika robo, na this time around watumie CAF kuja kufanya vizuri kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Jirani yao asivunje rekodi. Sawa, umezungumza hapa namna ambavyo combination ya hawa watu inaweza kuonekana kufanya kazi. Lakini katika mechi ambazo nimezitazama hizi ambazo wamezicheza, still bado wanatengeneza nafasi, lakini namna ya kuzitumia nafasi imekuwa changamoto. Lakini ukiondoa hiyo kutengeneza nafasi, lakini utengenezaji wa zile clear chances imekuwa changamoto. Mara nyingi unakuta move ya goli inaonekana, lakini wanapoenda kuweka mpira wanaweka sehemu ambayo tayari watu wameziba. Wafanye nini sasa ili kusudi walau najua Tunisia watakachokifanya, Esperance Sportive de Tunis wao tayari wana ushindi, sio? Wana alama, of course wana alama 5 mpaka hivi sasa. Kwa hiyo watakachokuwa wanakifanya either wapate moja ama wapate 3. Kuna uwezekano wakawa wengi sana kwenye eneo lao la box pale, lile box la 18. Simba wafanye nini sasa ili kuhakikisha ku unlock hizo kufuri ambazo zitakuwa kwa sababu kitazama hata mchezo wa ligi ilikuwa hivyo. Wakipigwa kufuri walikuwa wanashindwa kumuona golikipa. Wakipigwa kufuri walikuwa wanashindwa kumuona golikipa. Watumie njia gani sasa ili kuzitoa hizo kufuri na wamuone golikipa, mwisho wa siku waweze kupata matokeo, kwa sababu hata kama wanafanya maboresho ya timu, matokeo ni muhimu kutuliza atmosphere ya timu. Hapo umezungumza vitu viwili. Kwanza, kwa nini wanashindwa kutumia nafasi? Kitu cha kwanza ni bado wachezaji hawajazoeana, hawajakaa kwa muda mrefu. Kwanza ndio itakuwa ni mechi yao ya 3 ya 4 kwa baadhi. Timu haijaenda pre-season. Kwa hiyo hili ni tatizo ambalo haliwezi kutibika kwa haraka sana. Litaendelea na huenda likawatesa zaidi paka
mwishoni mwa msimu, mpaka pale watakapoenda pre-season, ukakaa kwa pamoja, kocha akajua fulani na fulani na wachezaji pia wakajua tabia zao. Mimi nikiwa na mpira nikipitisha fulani, wachezaji wao act professional, yani chap wakubali kuelewana haraka. Hii inaweza ikawasaidia, na sioni kama ni tatizo ambalo linaweza likatibika kwa haraka. Kitu ambacho kitaendelea kuwatesa sana Simba. Kwa lock eneo la compact kwenye eneo la ulinzi ni utulivu kwa mchezaji. Una Morris anaweza kapiga penetration pass na kila pass kwa ubora mkubwa. Una Kratos Chama miongoni mwa watu ambao huwa nazungumza kwamba ni kiungo namba 10 kwa bora kwa ikitokea katika nchi yetu. Kwa sababu gani? Kwanza unamtofautisha Chama hapa eneo la pressure ambalo wewe unaweza kabisa, yani mtu mwingine anaweza kateteleka, yeye atatulia, atafinya, ndipo atakapopiga pasi. Eneo la kufunga mtu mwingine anapata pressure, atatulia, atamlaza kipa, atafunga. Kwa hiyo wanao watu wawili ambao wanaweza wakacheza waka-unlock ile patterns ya Esperance. Lakini wakati huo ili ku-unlock lazima uweze kuwa na driver ambaye anaweza kacheza kwenye 1v1. Unao watu wawili, Asnet Libas ameonekana kuwa bora sana. Kwa hiyo ili unlock sasa lazima uweze kumpa mpira acheze kwenye half space. Maana yake akicheza kwenye half space, anaposogea juu, maana kwamba fullback anamfuata. Fullback mwenyewe hawezi, tena lazima na center back asogee kuja kufanya nini? Mpira unakuwa kwenye half space. Center back akisogea juu kuna back space, kwa sababu kumebaki na beki mmoja wakati let's say na full back mmoja. Lakini kule una numerical advantage ya wewe kuwa na washambuliaji, una namba 9, una namba 8, una namba 10, una winga moja. Una watu wangapi? Una watu 4 mpaka 5 hapo. Kwa hiyo wale wakishasogea wawili wanaacha space juu, unapiga pasi tayari, hapo unakuwa umeifungua ile pattern ya ulinzi. Lakini wakati huo mtu anapokuwa na enjoy kucheza, anapocheza kwenye half space, yeye pia anakuwa na options, akuwa verifice lango vizuri, na ndio kitu ambacho kinawafanya watu ambao wanacheza kwenye half space kufunga magoli ambayo yanakuwa yako bora sana, yanakuwa na uzuri wake ama yanakuwa na utamu wake. Kwanza anakuwa yuko far, lakini pili anakuwa yupo kwenye engo. Pindi anapotandika ni ngumu sana kipa kuweza kufanya nini? Kipa kuweza kufuata ule mpira. Kwanza mabeki wanakuwa wamemzuia, haelewi yule mtu anapasia, anapiga penetration pass, anapiga cross ama anapiga golini. Kwa hiyo hii pia inaweza kawa ni options nyingine kwa upande wa Simba kwenda kuifungua ile patterns. Kwa hiyo kwanza kucheza penetration pass, lakini kitu cha pili ni kuondoka kwenye 1v1 ili kuhakikisha kwamba wanacheza kwenye hiyo misingi, inakuwa ni rahisi kuweza kuifungua ile pattern. Magoli mangapi Simba anashinda? Inategemea. Hii inategemeana na approach ya Steven Becker amekujaje. Kwa sababu nafikiri Simba hawana cha kupoteza. Hapa ndo panaponipa wasiwasi. Wanaweza wakajiingia wamejilipua tu pa, na Mwarabu ni miongoni mwa timu ambazo zinahitaji respect, discipline kubwa. Unapojilipua unaacha space nyuma, unajikuta unafungwa. Ni game ambayo Simba hana cha kupoteza. Esperance yeye anahitaji tu alama moja ama alama zote tatu iweze kumsaidia kuitafuta hatua ya robo finali. Kwa hiyo kwangu mimi hii mechi inategemeana na approach ya Steven Becker ameingiaje kwenye hiyo mechi, na wachezaji wa Simba wanachezaji, kwa sababu kama wanaenda kwa kujilipua wanaweza akafungwa, ila wakiwa na discipline na tahadhari waifanye tu hii mechi ya kawaida, yani kama hawaendi kokote watashinda. Bwana, waifanye kama mechi ya kawaida, hawaendi kokote watashinda. Kikubwa loading to subscribers 1000. Mtazamaji wetu, hakikisha unaenda una subscribe pale. Ukitazama video umeipenda, basi subscribe, like, share, comment ili kusudi tuendelee kuwafikia watu wengi zaidi. Tumeshakwambia subscribers 1000 tunakuandalia tukio kubwa kabisa la kimichezo. Mimi naitwa Eze Sports, lakini nilikuwa na Elisha hapa Singambi. Tunamaliza hivyo, tukutane tena wakati mwingine. Bye bye.